wajane na hasa wale ambao wanahangaika kutafuta haki zao baada ya kupoteza waume zao kwenye familia walizokuwa wanaishi, na hususan katika utafutaji wa mali ambazo walitafuta kwa pamoja, lakini sasa wamebaki wakiwa na majonzi makubwa na machungu makubwa. Nitakumbuka mwezi wa 4 mwaka huu nilikutana na kina mama wanaotaabika kwenye kufuatilia mirathi zao katika ukumbi wa Mlimani City, na ilikuwa ni tarehe 4 kama siyasahau. Hasa baada hapo, lengo letu kama mkoa sio tu kuangalia na kunufaika watu wengi wanapojaa kwenye makongamano tunayoitisha. Lengo letu pia kutafuta wapi pana changamoto katika mfumo wetu wa utoaji wa haki au uelewa wa wananchi wetu juu ya upatikanaji wa haki zao na nafasi yao na wajibu wao, ili hatimaye tuweze kuenda kwa pamoja bila kuwa na matatizo makubwa sana. Ambapo tulikuwa na utaratibu kama ofisi ya mkuu wa mkoa, tukawa na fomu, na hizo fomu tulizitengeneza ili zitusaidie kuainisha makundi mbalimbali na stage walizofikia. Manake kuna watu ambao walikuwa na kesi mahakamani, kuna watu ambao walikuwa na kesi baraza letu la ardhi, lakini kuna wengine walikuwa hawajui waende wapi. Na tulipata watu wengi sana, na nyinyi wenyewe ni mashahidi. Ndugu waandishi wa habari na wananchi wanaoishi katika jiji la Dar es Salaam, haikuwa na picha nzuri idadi ya wale watu walivyokuwa wengi. Ilikuwa ni picha inayotosha kutuonyesha kuna mahala kuna tatizo na mambo hayajaenda sawa. Kuita umati wa watu wengi kama wale, wakaja wote, tena wengine wamelala ukumbini pale wakisubiri hiyo kongamano, ni dalili ya kwamba kuna sehemu kuna tatizo. Na ndugu zangu waandishi, mfahamu ya kwamba waliofika pale inawezekana ni hata robo hawafiki katika wale watu wote wenye changamoto hizo. Moja, wako watu ambao walishindwa kuja kwa sababu ya kuogopa kuchekwa, lakini tatizo la mirathi wanalo. Wako watu ambao walishindwa kufika kwa sababu hawakuwa na taarifa, lakini wako watu ambao walishindwa kufika kwa sababu hawaamini ya kwamba inawezekana tunapoteza tu muda wetu. Tulishaitwa sana kwenye makongamano, kwenye maofisi mbalimbali, lakini hatujapata msaada. Kwa hiyo jambo lile lilitupa sababu ya msingi zaidi ya kufanya uchunguzi wa kina na kuangalia tatizo liko wapi. Na kwa kweli nimekuja kufuatilia na wataalamu wetu, tukaja kubaini ya kwamba sheria yetu ya mirathi ni ya mwaka 1865. Mwaka 1865 ndio sheria ya mirathi tunayotumia katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia sheria ya kimila inayosaidia kwenye hizi changamoto za mirathi ni ya mwaka 1963, tena yenye tangazo namba 463 la serikali, ambao na yenyewe ndio tunaitumia. Lakini sheria nyingine ambayo tunaitumia kwenye mirathi ni sheria ya imani ya Kiislamu. Maana ukisoma vizuri kwenye Qur'ani mle ndani utaona maelekezo ambayo Mtume Muhammad aliweza kuyatoa, yanaweza kusaidia kugavana haya mambo. Sasa mimi na watu wetu tumepitia, tukagundua ya kwamba tunatakiwa sasa kupeleka mapendekezo ya mabadiliko ya sheria ya mirathi. Na mapendekezo haya yataenda kuasili, sheria ya kwanza itakwenda kuasilika ni sheria ya mirathi ya mwaka 1865 ambayo sisi tumeazima kutoka India, ina zaidi ya miaka 100. Lakini sheria ya pili itakayoenda kuasilika ni sheria ya ndoa ya mwaka 71 iliyofanywa mabadiliko mwaka 2002, na yenyewe itaenda kuasilika cap namba 29. Lakini sheria nyingine itakayoenda kuasilika ni sheria ya mtoto, na yenyewe itaenda kuasilika kwenye mabadiliko haya. Lakini sheria nyingine itaenda kuasilika ni sheria ambayo nimekwisha kuisema, inayohusu habari nzima ya mirathi kwa upande wa kimila, sheria ya mwaka 1963. Hasa yako mapungufu mengi ambayo tumeyabaini,
yaliyoko ndani ya hii sheria ya mirathi. Na kwa nini tunasema itaenda kugusa kote? Nimejaribu kuzipitia hapa. Ukiangalia sheria ya ndoa, kuna baadhi ya vifungu vinampa uhalali mwanaume wa kumiliki mali, lakini mwanamke akiwa hana haki ya kumiliki mali yoyote. Yaani akifa mwanamke, mwanaume anamiliki mali, na mbaya zaidi kuna baadhi ya vifungu vimemtambua mwanamke kama mali ya mwanaume. Mwanamke hajatambulika kama ni sehemu ya mtu aliyochuma pamoja. Yaani ukihesabu zile mali za mwanaume, mwanamke naye anahesabika kama ni mali ya mwanaume. Hasa huku kwa mwanamke inabidi akasajili ili aweze kutambulika. Lakini mapungufu mengine tuliyobaini ni kwamba kuna changamoto kubwa sana, nani msimamizi wa mali za marehemu. Na confusion iliyopo ni kujua msimamizi na mlisi. Sasa contradiction hizi zinapelekea baadhi ya watu kukosa haki zao. Mathalani, kwenye msimamizi wa mali za marehemu anaweza akateuliwa mtu yoyote yule akasimamia, lakini mlisi, mke ni sehemu ya mlisi ya mali za marehemu. Hasa kuna sehemu zingine unakuta mke anapokuwa msimamizi wa mali za marehemu ni mtu mwingine, anazichukua zile mali za marehemu, anazikumbatia, anaanza kumpa mke wa marehemu kama anamsaidia. Inabadilika, inakuwa kama ni msaada, sio haki ya mke wa marehemu. Hasa sisi mapendekezo yetu ni kwamba mke wa marehemu anakuwa ndio miongoni mwa msimamizi wa mali za marehemu, au mme wa marehemu, maana yake mgane, kwa sababu hapa tuna mgane na tuna mjane. Maana yake mgane anakuwa ni sehemu ya msimamizi wa mali za marehemu. Hapa tunachotangaika ni kutoa utata nani mwenye, kwa sababu ukiweka watu wawili tofauti, mwisho siku tunaona kina mama wanaendelea kuumia na kama vile wanahudumiwa msaada. Lakini sio tu hivyo, sheria haijatoa muda maalum wa kesi kusikilizwa. Matokeo yake kuna watu wanafuatilia mirathi mpaka wanakufa, wanaacha watoto wao wanafuatilia tena nao mirathi. Na mwisho siku kuna mwanya unakuja kutokea kwamba marehemu alivyomwacha mjane au mgane, wakati anafuatia mali akafa, kuna baadhi ya mali zingine huchukuliwa na kufunguliwa kesi za kwenye mabaraza ya ardhi, na matokeo yake wanaokwenda kuchukua kule wanaenda kuchukua watu wengine na familia kibaki haina kitu. Yaani unakuta nyinyi mnaendelea kufuatilia kesi ya mirathi mahakamani, huku mali zenu zingine zimeshaanza kutumiwa na watu wengine na kuuzwa. Kwa ni changamoto pia nyingine kubwa. Lakini utaratibu wa mlisi anayefuata ni mlisi yupi, nafasi ya mtoto. Na mapendekezo yetu tumeondoa kipengele cha kumpendelea mtoto wa kiume tu. Tumeweka watoto wote wana haki sawa ya kulisi. Kama ni mgawanyo ugawanywe sawa. Kwenye sheria hii ya mwaka 1865 ina mapungufu hayo ya namna ya kumrithisha mwanamke na namna ya kumrithisha mtoto wa kiume. Lakini kama vile mapungufu yako mengi kwa kweli. Mapungufu yako mengi, na mnafahamu changamoto zilizopo sasa hivi. Tuna zaidi ya miaka 100 sheria yetu hatujaibadilisha, na ikumbuke sheria hii tuliichukua kutoka India ambako nao walikuwa na changamoto zao. In fact kule kuna imani kubwa 4. Lakini moja ilitengeneza sheria nyingine, alafu 3 wakaziunganisha zile sheria, wakatengeneza sheria moja ambayo sisi ndio tumeilisi hapa kwetu. Kwa hiyo mapungufu haya ambayo yako mengi. Mathalani, mke wa marehemu, mjane huyu anapofiwa, utaratibu ulivyo, anatakiwa kushiriki kwenye kikao kinachojadili mgawanyo na taratibu za nani halisi, ili yule anayeonekana ana sifa za kulisi ndio wapeleke mahakamani. Bahati mbaya wakina mama wengi, wajane wengi huwa hawashiriki kwenye hivi vikao kwa sababu kubwa mbili. Moja, anakutwa yeye ndio mfiwa, hana ile nguvu ya kukaa kwenye msiba kwanza kujadili habari ya mali za mume wake, anaamua kuacha ndugu waendelee na utaratibu. Ya pili ni mgogoro unaokuwepo kwenye familia unaopelekea yeye kutengwa na kutokushiriki. Mapungufu tuliobaini sisi na timu yetu ni kwamba wakienda kusajili mahakamani ule muhtasari, wale waliokwenda kusajili wanaonekana wana sifa ya kuendelea kuproceed wakati huyu mama anaachwa pembeni na kuja kuondolewa kabisa kwenye upande wa ulisi. Hilo ni moja ya pungufu tuliweza kulifahamu. Lakini pungufu la jingine ambalo liko ndani ya utaratibu ambao tumeupitia ni zile technicalities za kisheria. Inakuta mama huyu ameenda kupeleka kesi yake mahakamani, lakini kwa sababu ya kutokuelewa technicalities za kisheria,
shauri lake linatupiliwa mbali. Likitupiliwa mbali, anakosa haki yake ya kimsingi. Na ifahamike ya kwamba kutokujua technicality za kisheria hakumpi sababu mtu ya kupata haki. Lakini lazima tunapotriti mambo ya mirathi tuyape nafasi tofauti, kwa sababu huyu ndio mke halali wa marehemu. Lakini unapomuondoa kwa sababu amekwama kujua technicality 1 2 3 au kumpa adhabu ya kulipia gharama ya kurekebisha technicality, maana yake tayari unamuondoa. Eneo jingine ambalo tumelibaini ni utaratibu wa msimamizi wa mirathi anapofuja hiyo mirathi yenyewe. Umeteuliwa wewe ndio msimamizi wa mirathi, badala ya kuwahudumia wahusika, matokeo yake unatumia kwa matumizi yako binafsi. Sheria inampa nafasi ndogo sana ya kumwajibisha. Sisi mapendekezo yetu ni kwamba huyu anayepewa jukumu la kusimamia mirathi lazima anapobainika ya kwamba amefuja, amewanyanyasa wale wahusika wapate haki zao kwa wakati, hajapeleka taarifa ndani ya miezi 6 juu ya mgawanyo wa mirathi yenyewe, huyu achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria na asilipishwe faini inayotokana na mali ya mirathi. Naomba nirudie tena. Mali ya mirathi isitumike tena kulipa faini ya mtu aliyetumia mirathi hiyo vibaya. Tafasiri yake ni nini? Kuna watu wanapewa nafasi ya kusimamia mirathi. Wakishapewa nafasi ya kusimamia mirathi, wanaanza kuila hiyo fedha au hizo mali kwa matumizi yao binafsi, na wanawaacha watoto wa marehemu wakiwa ombaomba. Watoto wa marehemu wanakosa hata nafasi ya kuendelea na masomo. Watoto wa marehemu wanapata ziki wakati baba yao ameacha mali. Huyu mtu itakapobainika, badala ya faini atakayopigwa iwe ni kurudisha sehemu ya mali zile ambazo za mirathi, apigwe faini ya mali zake binafsi kwa ajili ya kulifensi hizi mali za marehemu. Yaani wewe umeacha mali nyumbani kwako, alafu jamaa anazitumia kwa matumizi yake, watoto wako wanakosa, alafu eti kwenye faini alikuwa anaenda kwenye faini anaenda kukatwa mali zile za marehemu. Hapana. Maana yake tunaenda kupunguza zaidi kwenye mali ambazo marehemu amewaachia watoto wake. Eneo jingine ambalo tumeliona ni kwamba kwenye sheria haijaweka clear. Marehemu anapofariki, kuna baadhi ya kina mama wanafukuzwa kwenye nyumba na watoto wao ndani ya muda wa mwezi mmoja, miezi miwili. Sisi mapendekezo yetu ni kwamba mjane au mgane, huyu mama aliyefiwa au huyu baba aliyefiwa, hapasi kuondolewa kwenye nyumba aliyokuwa anaishi na mume wake au gari zilizokuwepo kwenye nyumba hiyo au mali yoyote iliyokuwepo kwenye nyumba hiyo, hapasi kuondolewa mpaka shauri lao litakapoamliwa na mahakama na mgawanyo ukafanywa chini ya taratibu za kisheria, ndipo anapopaswa kuondoka kulingana na mgawanyo aliokwisha kupewa. Lakini leo hii watu wanafukuzwa ndani ya muda wa mwezi mmoja, miezi miwili, anafukuzwa na kwenye nyumba, ananyang'anywa kama ni gari ziliachwa, kila kitu, anajikuta tena ametoka. Uchungu unaanza upya wakati akawa na maumivu ya mume wake kuondoka na watoto kukosa baba yao. Kwa kifupi ni kwamba wajane wote ambao walikuja kwenye ofisi yetu kupitia ukumbi wa Mlimani City, naomba kuwapa taarifa ya kwamba tumepitia na kubaini mapungufu ya kisheria yanayopelekea nyinyi kuendelea kuhangaika mahakamani kwa muda mrefu, na wengine kuzalishwa kesi juu ya kesi na hatimaye kupoteza haki zenu za kimsingi, ikiwepo mashamba, nyumba, kaunti zilizokuwa zinatunza fedha kwenye mabenki, magari yenu. Sasa upande wetu wa serikali tumeamua kupeleka haya mapendekezo kwa waziri wetu wa sheria na katiba ili atengeneze mswada utakaokwenda kubadilisha sheria ya ndoa ya mwaka 1000, sheria ya mirathi ya mwaka 1865, sheria ya mirathi ya kimila tangazo namba 463 ya mwaka 1963, sheria ya mtoto, kwa sababu huku ukisoma kuna vitu vinakinzana na haki ya mtoto, lakini pia katika haki za kulisi mali. Lakini sio tu hivyo, tunakinzana na haki za kibinadamu, sababu ukisoma binadamu wote ni sawa,
Lakini sio tu hivyo, tunakinzana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya mabadiliko yote yataenda kuwapa unafuu na mfumo bora zaidi na kuweka ukomo wa kesi za mirathi mahakamani. Leo hii watu wanabaki miaka 15, miaka 20 anafuatilia mirathi tu. Anaishije huyu mjane? Haya ndio mabadiliko ambayo serikali yenu inataka kuyapeleka kwa Waziri wa Sheria na Katiba, kushirikiana na wadau, asasi za kiraia. Tumefanya kazi na ni matumaini yetu ya kwamba waziri wetu wa Sheria na Katiba pamoja na katibu mkuu pamoja na mwanasheria mkuu watayafanyia kazi na wadau wengi watakaribishwa, ili hatimaye tupate sheria bora zaidi ya mirathi, ambayo tena sitakuwa na waita wajane mkaja mkarundikana mahala kutafuta haki zenu, bali mtajua sheria iliyo bora zaidi kwa manufaa yetu wa Tanzania wote. Na wakina mama wengine ambao hamfuatilii kwa sababu bado waume zenu wapo, ni haki yako ya msingi kujua sheria ya ndoa, kujua sheria ya mtoto, kujua haki za kibinadamu, lakini kujua sheria ya mirathi, ili litakalokukuta uwe na ufahamu mzuri wa hatua gani uchukue. Kwa hiyo tafiti tuliofanya, 83% ya kina mama waliokuja Mlimani City hawana uelewa wa kutosha wapi wapeleke malalamiko yao dhidi ya haki zao za mirathi. Wamebaki na manunguniko, wana maumivu makubwa, na mwisho wa siku hawana furaha na wamekosa kuwa na maendeleo katika maisha yao.